Tunashukuru Mwenyezi Mungu kupata matokeo ya pointi moja, ndo hali ya mchezo. Mchezo uliopita dhidi ya Mbuni hamkupata matokeo chanya, leo umepata walau alama moja kwenye uwanja wa nyumbani, inatoa tafsiri gani? Of course kumbe mechi ilikuwa ngumu na timu yetu kidogo mazingira ya uwezo wanafanana. Sasa nimetoka kwenye mechi juzi ya Mbuni, nimetoka Njombe, nimetoka Geita. Alafu na wachezaji wangu 9 ambao leseni zao hazijatoka. Kwa hiyo kikosi kinajirudia kile kile. Kwa hiyo kuna wakati wanakuwa wamechoka. Kwa mfano leo tumechoka. Na ilikuwa ngumu kiasi gani kushindwa kupata matokeo kwenye timu ambayo ilikuwa ina upungufu wa mchezaji mmoja? Okay, kwa sababu tayari walishatuwahi na akawa wametuondoa kwenye malengo yetu. Kwa hiyo mpaka tunakuja kusawazisha kuja kupata ile kadi ile, sisi tayari tumeshatoka kwenye key yetu. Ndio maana nakwambia na uchovu nao umechangia sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakubali, leo tulikuwa out of the form. Lakini timu ilionekana kwenye kutengeneza mashambulizi kama wachezaji wa eneo la ushambuliaji walikuwa waoga kusogea mbele kwenda kuongeza faida ya namba. Changamoto ilikuwa ni nini? Hiyo yote inaendana na mikimbio. Hasa mtu akiwa ameshakuwa amechoka anakuwa hana mikimbio vizuri. Kwa hiyo mikimbio yetu haikuwa mizuri kwenye eneo la kushambulia. Na malengo yako sasa kwenye mchezo unaofuata au michezo unaofuata ni ipi baada ya kugundua udhaifu ambao umepata siku ya leo, kuzitumia rasilimali ambazo uko nazo? Kwanza tunacheza tarehe 11. Kwa hiyo tutakuwa tuna mapumziko mazuri. Itatusaidia. Kwa hiyo ingekuwa ni kesho kutwa hivi kidogo ningeanza kuwaza mambo mengi, lakini siku 10 nyingi kabisa kwa mapumziko. Tutakwenda kwenye viwanja vya mazoezi, tutafanyia kazi yaliyotokea. Neno lako kwa mashabiki na wapenzi wa Gunners kwa mkoa wa Dodoma? Hii ni timu ya wananchi wa Dodoma, wakazi wa Dodoma. Kwa hiyo timu ni ya kwao, wasijisikie wanyonge, waje waisupport na ushauri na kila kitu, kwa sababu timu ni ya kwao. Asante. Asante sana.